الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداد العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. Amma ba'du, tunaendelea na darasa yetu katika suratul Rum. Leo tutaondekea aya ya 7. Aya ya 7 tuliiona jana, inaitwa suratul Rum, na tukaeleza historia kidogo ya aya kuanzia ghulibati Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalbihim sayaghlibun. Ndio wameshindwa Waroma katika nchi iliyokuwa karibu na nchi za Kiarabu tukazitaja, na wao baada ya kushindwa kwao watakuja kushinda, ndio katika muda mchache ujao, na tukaona na tukaelezea. Kwa hiyo leo tunaondokea na awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allahu samawati wal arda. Ni istifham ya inkari na taubihi hiyo kwa watu waliosoma balagha. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, hivi hawajifikiri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, hivi hawajifikiri kuangalia ma khalaqa Allahu samawati wal ard, alichokiumba Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhini, wama bainahuma, na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi, kwamba Mwenyezi Mungu hakuumba hayo illa bilhaqi, isipokuwa kwa haki. Hawajifikirii wakatizama kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi isipokuwa kwa haki, wa ajali musamma, na muda maalumu uliowekwa. Tutakuja kueleza wa inna kathiran minan nasi, na hakika wengi katika watu, biliqai rabbihim lakafirun, ni wenye kukanusha mkutano wa kukutana na Mola wao. Watu wengi sana bado hawajakubali kwamba iko siku watakutana na Mola wao, kwa namna tunavyowaona wanavyoishi hapa ulimwenguni. Tutaeleza awalam yasiru fil ard, hawatembei duniani, fayandhuru, ili wapate kuona, kaifa kana akhibatu alladhina min qablihim,
vipi ulikuwa mwisho wa wale waliokuwa kabla yao. Kanu, walikuwa hao waliokuwa kabla yao, ashadda minhum quwwa, ni wenye nguvu zaidi kuliko wao, wa atharu al-ardha, na wakailima ardhi, wa amaruha, na wakaistawisha ardhi, akthara mimma amaruha, zaidi walivyoistawisha wao hawa wa sasa. Wajaatuhum rusuluhum, na kuna qiraa wajaatuhum rusuluhum cha Abi Amri, unaweza kusema wajaatuhum rusul wa dhumma yasini, na wajaatuhum rus kwa sakini yasini. Wasomaji Qur'ani, wajaatuhum rusuluhum bilbayinati, na wakawaletea mitume yao hoja za waziwazi. Be ya taadia, tutaeleza. Fama kana Allahu liyadhulimahum, hakuwa Mwenyezi Mungu ni wenye kuwadhulumu, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa ni wenye kujidhulumu wenyewe. Thumma kana aqibata au thumma kana aqibatu, inategemea misafu imeandikwa aqibata au aqibatu, aqibata, basi unaweza kusema wakana aqibatu kama tutakavyoeleza. Thumma kana aqibata alladhina asau su'a, kisha ukawa mwisho wale waliofanya ubaya, ankadhabu biayatillah, kuzikadhibisha aya za Mungu, wakanu biha yastahziuna, na wakawa kwa aya hizo ni wenye kuzicheza shere. Tutasoma mpaka hapo tu kwa sababu ya wakati, na leo kuna mvua. Jana tunaanza kusoma na kueleza sasa, tuwe makini. Tulisoma kisa katika mwanzo wa sura yetu ya kushindwa kwa taifa la Waroma, kushindwa na wale Waajemi, yani Wafursi. Kama tulivyoona, Waroma ni ahlul kitab. Tukisema ahlul kitab tunamaanisha ni watu walioamini kitabu cha Injili kilicholetwa kikamfikia Nabii Allah Isa ibn Maryam. Manaswara wao waliamini kitabu cha Injili kama Mayahudi walivyoamini Taurati. Kwa hiyo ikisema ahlul kitab wanakusudiwa hawa Mayahudi na Manaswara, na wengine wakawatia na watu wa Nabii Allah Daudi, kwa sababu wao waliamini kitabu kinaitwa Zaburi. Vitabu kutoka mbinguni vilivyokuja ni vingapi? 4 tu, At-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan au wal Quran au At-Tibyan. Qurani ina majina mengi, inaweza kuita Tibyanu, inaweza kuita Furqan, inaweza kuita Burhan, inaweza kuita Quran na kuendelea. Kwa vitabu vilivyokuja ni vingapi? 4. Nabii Allah Musa alayhi salam aliteremshiwa Taurati. Isa ibn Maryam akateremshiwa Injili. Wakavichanganya hivi vitabu viwili, Taurati na Injili, vikaitwa Bible. Wakaweka mle ndani Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale kwa maana ya nini? Taurati, Injili, Agano Jipya. Wakaweka humo, na bahati nzuri wakayatoa maneno mengi kutoka kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaweka maneno ya wanachuoni wao. Ndio hao unaita, kuna Marko, kuna mwingine Luka, mwingine Matayo, mwingine Yohana, mwingine Barnaba,
wakatoa majina ya Mungu, maaya ya Mungu yale wakaweka maneno ya watu. Ndio kitu kinaitwa kisheria at-tahrif. Tahrif ni ile kuichakatua au kuvichakatua vitabu vya asili vikawa hivi vilivyo sasa. Sawa, kitu ambacho Qur'ani imekataa. Qur'ani imekataa kuchakachulika, na kila alojaribu kuichakachua Qur'ani alifeli yeye mwenyewe, akacheka akaenda zake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa na maneno mengi ya kuonyesha kwamba hiyo haichakachuliki. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa shuhadaakum min dunillah, mpaka mwisho. In kuntum sadiqin, akasema fa in lam taf'alu, kisha akasema walan taf'alu. Mungu kasema wazi, ikiwa mnashaka kwa hii Qur'ani tunayoiteremsha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi leteni yenu, tena sio yote, angalau sura. Kuna sehemu nyingine ameambiwa japo aya, leteni. Akasema fa in lam taf'alu walan taf'alu, msipofanya na kamwe hamtofanya. Msipofanya na kamwe hakuna mtakayeweza kufanya. Akaambia fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin, ogopeni moto bwana. Kwa hiyo Qur'ani imekataa. Sisi tunaotembea tembea katika miji tofauti tunashangaa, kila unapokwenda alhamdu inabaki alhamdu ile ile. Ndani ya miaka sasa mingapi? Karne 10 na karne ngapi sasa? Hii mwaka 1400 ni karne ngapi? Karne 14 15 1447 tushaingia. Sio mchezo, tutaingia kwa karne 10 tu. Ndani ya Qur'ani hakuna zilipendwa kwamba aya hii ya zamani kila siku inna a'tainaka al-kautsar ili zilipendwa, hii tulete inna nyingine ya mpya, yani inabaki inna a'tainaka. Kila ukisikia utadhani inashuka sasa. Cha ajabu, inna a'tainaka hiyo ndio hiyo kila sehemu. Ukienda China, si wale wanasema Kichina hawana ya inna a'tainaka, wanabaki hiyo inna a'tainaka. Tunao ndugu zetu wakina Mursalina hawa Warangi lugha yao ina re nyingi, lakini yani ukitaka kujua Kirangi kwanza hifadhi re, lakini inabaki inaka ile. Sawa, Qur'ani imekataa. Mwenyezi Mungu kasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu, sisi tunaiteremsha Qur'ani. Adhikru hapa ni katika majina ya Qur'ani moja katika majina ya Qur'ani nini? Adhikru, an-nur, al-kitab. Watasema sisi tunaiteremsha Qur'ani wa inna lahu lahafidhun, na sisi tutaihifadhi, na sisi Kwa hiyo Mungu ameiteremsha Qur'ani na amehifadhi. Usijifu. Tena leo niwaambie kitu kizuri kidogo. Sisi kikubwa tunachotakiwa tuisome Qur'ani, tuijue, kisha tuitumie. Tufanye tuitumie. Juhudi zetu sisi ziwe katika kuisoma Qur'ani na kuijua vizuri na kuitumia. Habari ya kuhifadhi mwachie mwenyewe Mungu, wala usitumie juhudi kubwa katika kuhifadhi Qur'ani. Nasema kidogo dogo. Leo imekuwa juhudi kubwa
kuhifadhi Qur'ani pasi na kuijua. Jafari huyu anajuzu karibu 20 au 30, zote asijui, lakini kazihifadhi. Ukimwamsha saa 8 za usiku anaijua. Ukimpiga kofi Jafari yule, aya yote ukimuuliza anakwambia iko sura gani. Na Omari Babo na mimi na wewe, sio hoja. Hoja unaitumia, unaiishi. Tabia zako ni zilizomo katika Qur'ani. Na Aisha radhiallahu ta'ala anha wa ardaha aliulizwa, akaambiwa sif lana Rasulullah au sif lana khuluqa Rasulillah au kama suilat, kama alivyoulizwa, hebu tutajie tabia za mtume zilikuwaje? Jawabu lilikuwaje? Kana khuluquhu alquran, kana khuluquhu, zilikuwa tabia za mtume wenu ni Qur'ani. Ai li annahu kana Qur'anan yamshi fil ardh, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Qur'ani yenye kutembea. Mobile Qur'an, mobile Qur'an. Hicho ndio kinachotakiwa. Umehifadhi kwa hifadhi, lakini ule kama Qur'ani inavyokutaka ule, unywe kama Qur'ani inavyokutaka unywe, uvae kama Qur'ani inavyokutaka uvae, uowe kama mwanamme, uolewe kama mwanamke kama Qur'ani inavyotaka, uuze na kununua kama Qur'ani inavyotaka, uajiri watu na kuajiriwa kama Qur'ani inavyotaka, ulale na kuamka kama Qur'ani inavyotaka. Maisha yako yote iwe nini? Hudan lil muttaqin. Imeeleweka vizuri? Kwa hiyo Qur'ani itabaki kuwa ni Qur'ani mahfudh, kwa sababu Mungu mwenyewe amesema mimi ndio nateremsha Qur'ani na nitaihifadhi, itabaki mpaka siku ya Kiyama. Mkihifadhi msihifadhi, mimi naihifadhi. Juhudi, nasema narudia tena, fanyeni juhudi mkaijue Qur'ani na muishi Qur'ani. Hakikisheni mna walimu wengi wanaojua Qur'ani wa kusomesheni nyinyi na watoto wenu, majumba yenu yatawaliwe na Qur'ani. Ndicho kinachotakikana. Tahfidhi al-Qur'ani mwenyewe Mungu subhanahu wa ta'ala. Wajanja wanachokufanya kikubwa sasa hivi, neno baya hili kidogo na sasa, nyie muhifadhi sana Qur'ani lakini msiishi ki-Qur'ani. Ndani ya Qur'ani kuna vitu, ndani ya Qur'ani kuna sheria. Nendeni mkahukumiane kwa sheria ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani kuna kuabudu, nendeni mkaabudu kama inavyotaka Qur'ani. Na hicho ndio kikubwa. Lakini ndani ya Qur'ani kuna siasa, nendeni mkawe na siasa kama za Qur'ani. Maisha yenu yote wewe, alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Namaliza kipengele hicho kwamba Qur'ani ni kitabu miongoni mwa vile vitabu vingapi? 4 kilichokataa kuchakachulika, kilichokataa. Lakini vingine vyote vimekaribia kuwa havipo, bali kuna maneno ya watu, kuna maneno ya Mathayo, maneno ya Marko, kuna maneno ya Barnaba, kuna maneno ya Luka, kuna maneno, lakini maneno ya Allah yamebaki katika Qur'ani. Wakitaka mkitaka, wakikataa mkikataa, ndio hivyo hivyo. Na mwenyewe kasema vitabu vyote vinavyoandikwa, hata mimi naandika sana vitabu, lakini mwisho nasema wa intajiba aiban fasudda al-khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Naandika kitabu changu hichi kama mwanadamu kuna makosa, ukiyakuta makosa humo ni sitiri, kwa sababu wasiokosea ni Mungu peke yake. Vitabu vyote, magazeti yote yanaandikwa hivyo, lakini kitabu cha Qur'ani Mungu hakusema mkikuta aibu, kasema dhalikal kitabu la raiba fihi, ubingwa kabisa, kitabu hakina makosa. Msalini Mtume Muhammad. Lakini cha ajabu anasema kitabu hakina makosa hichi, kitabu hakina shaka.
Sisi tulioletewa ndio tuna mashaka nacho, tunakitia makosa sisi, wajinga kabisa. Umeelewa sio? Au mjelewa? Vitabu vyote mlivyosoma mashule vina mwisho inakuja content ndogo, anasema ukikuta makosa humo ni sitiri, mimi ni mwanadamu, asiyokosea ni Mungu. Mwenyezi Mungu anasema dhalika alkitabu la raiba fi. Mbele akasema alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu alafu qayyiman liyundhira. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu, yani ameteremsha kitabu Mungu hakina jongo jongo, ndo iwaji, hakuna kubabaisha, hakuna tantarira kwenye Qur'an. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya Qur'ani, ama Qur'ani hii inaongoza mambo hivi, yamenyooka. Vitabu vingi unaweza kusoma vitabu vya mtunzi mmoja, huku anaandika huku anajipinga. Qur'ani haijipingi, labda uijui. Mwenyezi Mungu ajalie Qur'ani rabia qulubina wa shifaa sudurina wa dhahaba ahzanina wa kafara lisayiatina, na anawirisha nyoyo zetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hilo anasema idha kana hadha alquran fi ihabi, idha kana hadha alquran fi ihabi, ikiwa hii Qur'ani yote imeandikwa katika kigozi. Ihab ni kigozi, thumma uhturika mahtaraka, kisha kigozi kile kikatiwa kwenye moto ili kiunguzwe, hakitowaka. Ingekuwa mitani ingesema dada deki, lakini sisemi. Mtume amekuja hivyo, anasema lau Qur'ani yote imeandikwa kwenye kigozi cha mbuzi au cha ng'ombe au kondoo, kisha ukakichukua kile kigozi kile ukakitia kwenye moto, akiwaki. Kuna wajinga walifanya hivyo. Walifaje? Waliandika Qur'ani nyingi katika msala hivi, waandishi wazuri, kisha akaenda kupiga moto, viliwaka vyote. Wakatoka akasema maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya urongo, umewaka. Akatokea mtu mmoja akamwambia muelewi, maana yake sio hiyo. Ukitaka ulione zoezi hilo halifanikiwi la kuchoma Qur'ani iliyoandikwa kwenye kigozi, anza zoezi la kutafuta kila ilipoandikwa Qur'ani, futa dunia nzima, tembea na kila aliyohifadhi Qur'ani, hata Walidi al-Hadi muue, mtoto mdogo mkubwa, nenda kafute Qur'ani yote Dar es Salaam na wote waliohifadhi Qur'ani wadaa mikoa 27 ya Tanzania, mikoa mingapi ya Kenya, dunia nzima, hakikisha hakuna Qur'ani iliyoandikwa popote, kisha baki na Qur'ani yako katika hiyo ngozi. Hapo ndio utamuona Mungu nani. Yani ibaki hiyo tu, ikibaki hiyo tu haitowaka. Lakini ikiwa utachoma hii, mimi ninayo si iko ukubali. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu na mwenye kaisifu Qur'ani shifaa linnas nur, wajaakum min Allahi nurun wa kitabun mubin, kitabu cha wazi. Lakini cha ajabu bwana, tunayo Qur'ani tuna njaa, tunayo Qur'ani tunaumwa, tunayo Qur'ani tunagombana, hatuelewani, tunayo Qur'ani tunateswa na kuteseka. Wenye Qur'ani, kwa hii Qur'ani kweli kweli akaifanyia mtu kazi, umtesi. fa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Anasema ukisoma Qur'ani hivyo ilivyo, hivyo itakiwavyo, tunakuweka kati yako wewe, tunaweka kati yako wewe na wasioamini na maadui zako hijaban mastura, pazia lenye kustiriwa. Mtu wa Qur'ani umfanye kitu. Mwenyezi Mungu na sisi abdele katika hapo. Hiyo inachotakiwa tuisome Qur'ani na kuifanyia kazi. Sawa? Sasa jana tuliona hicho kitu kwamba kuna watu wanaitwa ahlul kitab,
nao ni hawa Warumi waliopambana na Majusi. Majusi sio ahlul kitab, ni taifa ambalo lilikuwa haliabudu Mungu, linaabudu nuru, linaabudu mwangaza. Tukatoa mfano hata hii taa, akija hapo Majusi anaisujudia hiyo. Hata tochi akiona kibatari kama una Mungu, wewe sema alhamdulillah. Wewe ungekuwa sasa hivi unaabudu vipi? Maana hata sigara usingevuta, wewe unaacha sigara moto, unaanza kuabudu ule moto wako wa sigara. Wale wanaitwa Majusi. Ndio maana tumefundishwa dua sema alhamdulillah alladhi hadana bihadha wama kunna laula. Kila siku sema hivyo, namshukuru Mungu ameniongoza kujua Mungu wa kweli. Sasa ingekuwa naabudu moto mimi, unapita kwa mama ntilie naabudu, unapita sijui kwa mama lishe unasujudu, ukiona treni unasujudu, taa zikiwashwa, jua likitoka, mwezi mwanangu singekonda umai maki kama hizi gari siku zote zina taa. Kuna taa ya dashboard, taa ya radio, taa ya kuona ndani, taa ya barabarani. Sasa una misikiti mingapi? Lakini Uislamu ni dini takrifu, mkwambia Mungu mmoja tu, Mungu la ilaha illa Allah Muhammad, na ana takfifu nyingi sana, nyingi. Ni dini nyepesi. Juzi tulikuwa na Kigoma na baadhi ya wanangu, tukapita kule Mwaloni Pwani, tukapita dagaa limeanikwa. Unajua dagaa la Kigoma yani limeanikwa kutoka hapa mpaka kule lango la jiji. Dagaa samaki mdogo kama kidole. Nikakumbuka maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliulizwa kuhusiana na bahari, kwa maana na maziwa na ile mito vipi, akasema tahurun ma'uhu hilun maitatu, ni tahara maji yake bahari, maji ya bahari ni tahara, na maana kina maziwa pia lakini ni halali mfu wake, yani mfu wa baharini na maziwani ni halali kwenye mito. Nikamwambia lau si hadithi hii hawa dagaa wote hapa leo haramu, kwa sababu wasingelika ili bali lazima uchinje. Na unataka kula dagaa fungu moja, shati wapate wazima, uelekee kibla, kisha uwachinje. Unachinja dagaa ngapi? Na Ramadhani umetamani kufuturu dagaa basi dagaa mkubwa, uduvi. Unajua uduvi kile kipronzi kiduchu kama kucha hivi, kichwa chake utakiona na shingo yake ilipo. Sasa utamchinja na panga na kiwembe au na kitu gani? Huo ndio Uislamu kama utaki kujua. Tahuru ma'uhu hilun maitatu, huo ndio Uislamu. Mwenyezi Mungu atubakishe katika Uislamu sisi na vizazi vyetu. Nimetaka kueleza hilo. Sasa walipambana wale watu wa Ajemi wasiokuwa na dini, wakawashinda wenye dini. Kituko hicho mushirikina wa Maka wakatoka oyehoye, wanafurahi, wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in kwamba ikiwa wale mushirikina wenzetu wamewashinda wanaoabudu Mungu wenzenu, na sisi muda mfupi si mrefu tutawashindeni. Kitu kile mtaani kwa wale waliomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu kikawatia unyonge, na wengine watu wa kweli wanashindwa na waabudu moto vipi? Wanaanza watu vikao. Mungu akasema msio na wasiwasi, baada ya ushindi wao, kushindwa kwao, nao muda mfupi, haitopata miaka 9, haitozidi miaka 9 watashinda. Na kweli mwaka wa saba wakatokea vita, wakashinda. Tukio lile la kushinda wale ahlul kitab liliambatana na ushindi wa huku wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake
kuwashinda mushirikina wa Maka katika siku za Badri, mwezi wa Ramadhani kama hivi, uongezewi hata sekunde moja, na uwezi kufa ikapunguzwa sekunde hata moja. Kwa hiyo hakuna ziada wala nuksani katika muda. Tumeelewana jamani? Hata ukisikia mtu kafa kwa kuuliwa, muda wake ulifika, ile ni sababu tu. Nini unachokisoma hapo? Nenda katumie muda wako vizuri, usipoteze muda wako katika mambo yako. Leo balaa tulokuwa nalo, tunapoteza muda. Yaani kitu ambacho kwetu sisi hatukithamini ni muda. Hatuthamini muda kabisa. Kitu ambacho mimi kinaniuma sana, kinanikuudhi kupita kiasi. Unaahidiana na mtu njoo saa 2:30, anakuja saa 3:30. Tutakaa hapa tunasoma darasa yetu mpaka saa 11:30, tunasoma mpaka saa 12. Hakuna. Usiuchezee muda wako na wala usichezee muda wa wenzio, kwa sababu hakuna badili ya muda. Hakuna jamani, hakuna badala. Hakuna. Vitu vingine vyote unaweza kupata instant by that, kwamba hiki badala yake ni, lakini muda hakuna badali yake, kwamba nimeandikiwa niishi miaka 60 basi nitapewa 61 baadaye. Mwenyezi Mungu atujalie tuchunge vizuri muda wetu. Na ndio maana tunasema siku zote, moja katika nafha alizotupa Mwenyezi Mungu ni muda wetu. Akatujazia vitu vingi kwa mapenzi tu, kwa tujua kwamba sisi hatuwezi kuchunga muda wetu, akatuletea mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ndani yake kuna usiku mmoja zaidi ya miaka 83, 80 kitu. Kwa kujua hawa atachezea muda, chukweni Lailatul Qadr. Na vile vile Lailatul Qadr yenyewe hatuitumii, kaificha. Sisi tunangoja 27, kumbe jana. Umeona? Yaani sasa sana umeingia darasani, mwalimu anakwambia ni tutatoa mtihani kwenye kitabu hiki, nendeni mkatwalie huko. Tena kana kitabu hiki, hizi karatasi 10 za mwisho, maswali yatatoka. Alafu unamuuliza mwalimu, kuanzia ukurasa wa ngapi mpaka ngapi? Wewe soma zote tu hizi, likitokea swali limeangukia utapata. Sawa? Sisi tunangoja 27 jana. Na dalili ya Lailatul Qadr, ikipita Lailatul Qadr siku ya pili kuna mvua. Imekuja ijaje? Mliolala jana, Mwenyezi Mungu atuwekee Lailatul Qadr. Tumeelewana? Haya, tunamaliza wa inna kathiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun, na hakika wengi katika watu ni wene kukanusha mkutano na Mola wao. Jamani, tutakuwa na mkutano na Mungu, tutakuwa na mkutano na, maanake tutakutana na Mola wetu. Iwe itakapokuwa mwisho wa siku, sisi tutakutana na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutuuliza na kutuhukumu. Mbaya sana hiyo, tunasahau. Sasa wa inna kathiran minan nas, watu wengi wachache sana ndio wanahakikisha kwamba iko siku tutakutana na Mola. Na ukitaka kumjua anayekubali kwamba iko siku atakutana na Mola wake, si mwingine ni yule ambaye kwamba anaishi kwa vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anavifanya vyote ambavyo Mungu anavitaka na anaviepuka vile vyote ambavyo Mwenyezi Mungu havitaki. Kuswali, anaswali kila siku anaswali. Angojei Ramadhani mpaka Ramadhani. Kila siku. Kwa sababu Mungu anamtaka mtu aswali masaa 24 ndani ya umri wake wote. Kwa mwaka mmoja apate swala 1800. Swala 1800. Uhakikishe umeswali swala za faradhi 1800 ndani ya miezi 12. Tena huo ni ule mwaka mfupi. Mwaka mrefu ni swala 1825. Usipofanya hivyo, wa inna kathira minan nasi biliqa'i rabbihim lakadhibun. Mmoja aliwahi kusema bora useme Mungu yupo, kisha ukienda kule ikawa hujaonana naye, kuliko kusema hayupo
kisha unamkuta anakungoja. Sisi tusiwe katika hawa wengi, bali tuwe katika wachache. Sawa sawa. Wachache ni wapi? Ni wale ambao kwamba wanahakikisha siku moja watakutana na Mola wao Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya maswali. Sawa. Awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatu alladhina, ndio kaifa kana akibatu alladhina min qablihim. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anafungua mlango wa utalii, anafungua mlango wa ile wizara ya utalii. Imetokana na aya hizi, ziko nyingi. Afalam yasiru fasiru fil ardh. Unatakiwa wewe utembee, usikae tu, tembea. Anzia kuwa na utalii wa ndani na utalii wa nje. Umezaliwa Dar es Salaam, lakini usibaki Dar es Salaam tu, nenda kaangalie Tanga kukoje, Iringa, Mbeya kukoje, Mwanza, Simiyu kukoje, Kilwa, Lindi, Mtwara kukoje, Zanzibar, Pemba kukoje, Songea. Weka hela siku moja za kwenda kusafiri ukaangalie maisha ya watu. Fasafir takarrab anil awtani fi talabi al-ula fa fi al-asfari khamsu fawaid: tafarruju hammin wa iktisabu maisha wa ilmu wa adabu wa suhbat maji. Safiri kidogo huko South Africa, kidogo huko Lusaka, huko Mozambiki, huko Dubai, unasikia sana Maka, Madina. Fasiru fil ardh. Sawa. Kisiju, nenda kaangalia huko kwetu Kisiju. Imam Shafi anasema usiwe kama nini? Kuwa kama maji. Maji yakituama yanaoza, lakini yakisafiri yanasafisha na kusafika. Kwa hiyo watu wengi leo wamekuwa washamba kwa sababu wasafiri. Moja katika asbabu za ushamba ni kutosafiri. Moja katika asbabu za ushamba. Utakuta mtu vipi huyu? Yaani akili yake ifunguki, hajasafiri. Yaani Kariakoo Magomeni, Kariakoo Magomeni. Nenda kaangalie watu wanaishi vipi huko Simiyu, ukaone watu lugha. Imam Shafi anasema safiri, katika kusafiri kuna faida 5. Ya kwanza, tafarruju ham, kuondosha stress, wa iktisabu maisha, kuchuma, wa ilmu, na kusoma, wa adab, na kuona culture za watu, wa suhbatu majid, na utapata marafiki. Una rafiki Dubai, South Africa, Mozambique, Omani. Tuseme ni inshallah. Uwezi ukajikuta umesafiri kama hujaweka mpango wa kusafiri. Jambo hili wanafanya wazungu. Mzungu tangu kazaliwa baba yake anamwekea akaunti yake ya safari, na ndio maana tunaona kila siku wanakuja huko. Ile akaunti imewekwa siku nyingi. Na wewe mwekee mtoto wako akaunti ya safari. Siku moja nikutana na nani jina tumekutana baharini Mafia huko. Nikamwambia unafanya nini? Akasema mimi nakaa huko siku hizi. Nilikupenda sana siku hiyo, kuliko kukaa tu hapa kichangani unakaa hapo unakuwa na akili mgando. Sasa hivi wapi? Umerudi. Uondoke tena nyumbani, lakini unaondoka. Unatoka, unarudi, unatoka. Zuru hibban tazdadu hubban abada. Nenda rudi, nenda rudi, watu watakupenda. Ukikaa tu moja kwa moja ukiwakalia watu wanakuchoka. Sasa huyu babu naye vipi afi? Lakini nenda wakumisi. Mmisi kweli. Watu wakumisi kila siku kitokea na ndevu zako. Watu wakumisi kidogo. Utaki kumisi. Uislamu bwana dini nzuri sana. Toka. Sasa Mwenyezi Mungu anafungua mlango wa utafiti na utalii. Anasemaje? Awalam yasiru fil ardh, hawasafiri duniani. Al-ardh bi maana wasafiri duniani. Sawa, lakini hapa kusafiri kwa malengo. Fayanduru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim, ili waone wale waliokuwa kabla yao, wakawatizame namna ulivyokuwa mwisho waliokuwa kabla yao, namna ulivyokuwa mwisho waliokuwa kabla. Nendeni mkasafiri, mtaona mwisho wa watu walioishi kabla yetu sisi. Mwisho wao ulikuwa
ulikuwa namna gani? Anasema Mungu, kanu ashadda minhum quwwa, walikuwa na nguvu zaidi kuliko wao. Kuna mijitu Mwenyezi Mungu ameiumba ilikuwa ina nguvu zaidi kuliko sisi, wana nguvu, wana jeshi kubwa, lakini yeye mwenyewe nguvu zake za jismi na badani si za kawaida. Watu zamani wamejenga, hawakuhitajia winch na crane wala matoroli, vidole vyao ndio viliweza kuponda na kukata mawe, wakajenga majumba makubwa makubwa. Sawa, nendeni mkawatizame hao, maki mtapata historia. Nenda mfano kama hapo Misri tu, ukaone zile ahram za kule Gaza, mnaita pyramids, ukaambiwa hizi zimejengwa miaka haijulikani na hazikujengwa na crane aina yote. Nenda kaangalia, katazame pyramids zile 3. Mimi nimeenda mpaka pale, alafu naambiwa tofali moja la lile jumba ndio tofali moja linatoka nguzo hii mpaka hii, ndio moja tofali. Watu walikuwa nabeba hilo wanakwenda nalo juu. Nyie hapo mnabeba watu wangapi tofali hiyo? Wote na hamliwezi. Haya, wa atharu al-ardh, na walilima ardhi, wa amaruha, na wakaimarisha, yani wakaistawisha ile ardhi, akthara mimma amaruha, zaidi ya walivyoimarisha wao. Yani hapa Mwenyezi Mungu anatuambia watu waliiswarifu ardhi kwa kuilima na kuitumia zaidi tulivyoifanya sisi. Wao waliitumia vizuri zaidi. Hata ukiliona jumba la ghorofa ngapi sijui, watu walifanya majumba makubwa zaidi hayo. Sawa, lakini wajaatuhum rusuluhum bilbayinati, na mitume yao iliwaletea dalili za waziwazi, na mitume yao iliwaletea dalili za waziwazi. Fama kana Allahu liyadhlimahum, hakuwa Mwenyezi Mungu ni wenye kuwadhulumu, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa wanajidhulumu wao wenyewe, walijidhulumu wao wenyewe, Mwenyezi Mungu akawaangamiza. Ndio anasema thumma kana akibata alladhina asau su'a, kisha ukawa mwisho wa wale waliofanya vibaya, kisha ukawa mwisho wa wale waliofanya vibaya. Mwisho wao ulikuwa nini? Ankadhabu biayati llah, kuzikadhibisha aya za Mwenyezi Mungu, wakamkufuru. Wakanu biha yastahziun, na wakawa wanazicheza shere na kuzifanyia mzaha. Mwenyezi Mungu atukinge na hayo. Sisi tuzishike aya za Mwenyezi Mungu, tuende nazo. Wama arsalna min ayatin illa takhwifa. Mungu anasema hatuleti hizi aya isipokuwa kuwakofisha watu. Kwa hiyo tukofike na aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zituweke katika sehemu ambayo yeye Mungu anataka. Wallahu wa rasuluhu alam. Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Sisi tumetekeleza tu kwa amri za mashaka zetu, waliotuambia kidogo tunachokijua na sisi tukifikisha kwa wenzetu. Allah Mwenyezi Mungu ajalie sote haya tuliowafanyia kazi, japokuwa tumeona burudani kidogo tuliyasoma, lakini twendeni tukayafanyia kazi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fakina wa faki alana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qudri wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima